Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji wa Jamaatul Khairi TV online, tunakukaribisha tena kabisa katika kipindi chetu maalumu cha ilmu, cha kujifundisha ilmu, mambo ya msingi sana. Lakini hii ni mwendelezo wa darasa adhim sana kutoka kwa shekhe wetu Yusufu wa Diwani kuhusiana na masala mazima ya wafasiri wa ndoto. Mada yetu inazungumzia, je, wafasiri wa ndoto wanavyo vigezo? Wafasiri wa ndoto wana vigezo vya kutafsiri ndoto yako, au wanatafsiri tu bora liende kama wengine kufanya ndo kama maisha yao? Hatukatazi mtu fanya maisha kama ana elimu sahihi, lakini kwamba je, huyu anayetafsiri ndoto ana elimu sahihi? Hana elimu sahihi. Tukaanza na Sheikh Yusuf wa Diwani darasa maalum kabisa la kujulisha mtu anayetakiwa kuwa mfasiri wa ndoto anatakiwa kwanza awe na sharti 9. Tumemaliza sharti 9, leo tunaingia katika ahadi ya Sheikh Yusuf wa Diwani ili kukufundisha wewe, kukufahamisha na kukujulisha ya kwamba ni elimu za aina gani ambazo mtu anatakiwa awe nazo. Kupitia elimu hizo, akiwa nazo elimu hizo, basi huyo mmoja katika vigezo vya kuweza kufasiri ndoto yako anavyo. Unajua elimu gani hizo? Leo alhamdulillahi rabbil alamin tupo na Sheikh Abu Dardai Abu Bakari Khaufi. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abu Bakar, karibu sana Jamaatul Khairi Dua Center, karibu sana Jamaatul Khairi TV online. Tuko na Gogol Bahari Ibn Taymiyyah, mwalimu wa walimu, Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya. Tupo katika mwendelezo wa wafasiri wa ndoto. Hawa wafasiri wanatafsiri ndoto za watu. Je, wana vigezo vya kutafsiri ndoto? Tumeanza safari hii na Sheikh Yusuf wa Diwani na leo tunaendelea. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, na wewe ukiwa na la kwako basi inshallah tunakuruhusu na wewe uchangie ili kwa niaba ya mtazamaji wetu apate kupata faida kubwa. Kumbuka, Jamaatul Khairi ni shule, Jamaatul Khairi ni darasa, Jamaatul Khairi ni elimu, ni matibabu kwa mujibu wa kitabu kitukufu cha Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Yusuf wa Diwani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Pole na mishughuliko Shekhe. Alhamdulillah, najua mambo mengi. Sahihi. Kipindi cha corona hiki. Namuomba Mwenyezi Mungu. Naam. Inshallah tuondoshe madhara haya. Allahumma amin. Naam. Wetu sisi wa Tanzania wote kabisa, lakini kadhalika kwa ndugu zetu katika ardhi ya China, Ulaya. Allahumma amin. Amerika huko, basi Mwenyezi Mungu awaponye maradhi haya ya corona. Na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuipata dawa kwa haraka ya kumaliza matatizo. Allahumma amin. Inshallah. Sheikh Yusuf wa Diwani, leo tuko na Sheikh Abu Dardai Abu Bakari Khaufi. Ni miongoni katika mashekhe wakubwa ambao tunao katika nchi yetu ya Tanzania, na yeye ametembea nchi mbalimbali katika kutangaza kalma ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Leo tuko naye katika kipindi chetu. Sheikh Yusuf wa Diwani, ulituahidi ya kwamba kuna ilmu ambazo mfasiri wa ndoto anatakiwa awe nazo. Sahihi. Hiki ni kipengele cha kwanza, lakini nakumbuka baada ya hiki kinakuja tena hata yule mtazamaji anayetuangalia hivi sasa, na yeye kuna elimu ambayo utampatia baada ya elimu hii ili ajue kutafsiri ndoto yake yeye mwenyewe binafsi. Tukianza leo, bismillah, tunaanzaje leo kuingia katika elimu ambazo yule mfasiri wa ndoto anatakiwa awe nazo? Ni elimu gani hizo, Sheikh Yusuf wa Diwani? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, ni kweli kabisa al-akhi Sheikh Yusuf na Makate, kama jinsi ambavyo ulivyoniuliza ni ilmu gani ambao zinahitaji awe nazo mtu ambaye yeye mtu huyo sifa yake anatafsiri ndoto za watu, ni ilmu gani inatakiwa awe nazo. Hili ni sala la msingi sana na ni jambo bora, kwa sababu tutakuwa tunaujuza umma
na jamii iweze kujua inapokwenda kwa mtu fulani kutafsiriwa ndoto, basi jamii hiyo iwe inajua imekwenda kwa mtu salama au imekwenda kwa mtu ambaye ni hatari. Maana tumeona kauli ya Bwana Mtume Muhammad katika darasa letu lililopita. Tumeona kauli ya Bwana Mtume Muhammad ya kwamba kumbe maneno yanaumba au yanatengeneza. Kwa lugha hiyo, kama mtu atakwenda kwa mfasiri wa ndoto ambaye hana vigezo vinavyokubalika, inawezekana ikawa hatari kwa mtu anayekwenda kutafsiriwa ndoto hiyo. Ndio maana tunawapeni tanbihi, tunakuzindueni ndugu zangu biidhnillah. Kuna vitu kadhaa ambavyo nataka nivitaje kama dondoo, alafu niingie katika ilmu hiyo biidhnillah. Mfano, katika sala la ndoto kuna kitu kinachoitwa turqi ta'wili ru'ya. Kuna zile njia za kufasiri ndoto. Je, njia zake? Kuna njia zake. Je, hii ndoto unaifasiri katika njia gani? Na unapita katika njia zipi? Amin turqi al-Qur'ani au turqi as-Sunan an-Nabawi au turqi kalimati al-hukama. Je, unapita katika njia gani? Kwa maana njia ya kutafsiri njia ya Qur'ani au njia ya maneno ya Bwana Mtume, au unatafsiri katika njia ya maneno ya hukama, njia gani? Kuna turqu ta'wili ar-ru'ya, njia za ufasiri wa ndoto. Hili ni jambo ambalo natakiwa mfasiri awe nalo. Lakini jambo la pili, kuna ta'wilu ru'ya fi asri salihin. Kuna namna ya kufasiri ndoto ya mtu ambaye aliota, ukikompea, kwa maana ukifananisha na asri salihin, zama za wema waliotangulia. Je, wema waliotangulia katika ndoto ambazo wewe umeota walitafsiri katika mfumo wa hali ya aina gani? Hapa panahitaji maarifa ya kutosha. Lakini kuna tawilu ru'ya fi asrina hadha, kuna kutafsiri ndoto katika zama zetu hizi. Hapa pia kuna njia 9 za ufasiri wa ndoto katika hizi zama tulizokuwa nazo sisi. Kwa hiyo mfasiri ambaye anayetaka kuabir, yani kufasiri ndoto ya mtu, lazima ajue yupo katika zama gani na anatafsiri ndoto katika zama hizo katika utaratibu gani. Ndio maana tunatoa ilmu hii ili watu watazame vigezo vinavyofaa kuweza kutafsiriwa ndoto katika mazingira kama hayo. Lakini kadhalika tunasema tawilu bil mithli sairi wal lafdhi al mubdhili. Lakini kadhalika kuna kutafsiri ndoto kwa mifano asair, tena mifano ambayo inakwenda sambamba na mifano iliyopita. Lakini wal lafdhul mubdhil, na maneno ambayo yaliyotumika wakati mtu anaota ile ndoto. Kuna tafsiri za namna hiyo. Je, maneno yanatafsirika kwa utaratibu gani? Nafikiri al-akhi Sheikh Yusuf na Makate umepata kufahamu, na ndugu zangu watazamaji watakuwa wamepata kufahamu katika yale ambayo tulivyosema. Kuna ibara za Qur'ani na kuna mifano ya manabii pamoja na masahaba na watu wema. Kwa tafsiri zinakwenda katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa tawilu bidhiddi wal maqlub. Kuna tafsiri inaweza ikaja ya ndoto, haiji kama ndoto jinsi mtu alivyoota, inakuja kinyume chake. Subhanallah. Yani kama mtu aliota yupo katika sehemu anauza na kununua. Kumbe tafsiri, kuna baadhi ya wakati lazima ujue ni muda gani, wakati gani, mazingira gani yanaifanya ndoto kuwa maklub bidhid, yani kuwa ni ndoto inayokwenda nyuma mbele. Yani inakuonyesha kwamba hiki kilichokuja sicho kinachotakiwa wewe ukitafsiri. Kwa hiyo Sheikh Yusuf wa Diwani, kumbe ndoto wakati mwingine vile ilivyokuja tafsiri haiendi vile, inakuwa kinyume chake. Ndio jibu sahihi ya ndoto ile. Sasa swali ni moja, ni wakati gani ndoto inakuwa unapoiota inakueleza kinyume chake? Ni mazingira gani unapoota inakueleza kinyume chake? Ndio ilmu ambazo tunataka tuweze kufahamishana na watu wajue biidhnillah. Hapo Sheikh Yusuf wa Diwani, Sheikh Abu Dardai, Abu Bakar Khaufi, hapo umeelewa kitu? Nimeelewa vizuri sana. Na huwa napata shida sana na Yusuf na Makate. Unakutana kuna mtu, yani kila anapohadithiwa njozi anasema tumerogwa. Yani kila njozi ya mtu yote
umerogwa. Kumbe kuna vigezo sasa na nyakati. Yani leo hapa nilipata kitu kipya kutoka kwa Google Bahari. Kumbe kuna nyakati, ndugu mtazamaji, kuna nyakati ambazo hiyo ndoto ukiota haitafsiriwi kihivyo. Inatafsiriwa kinyume chake. Sasa hawa watafsiri wetu, hawa wafasiri wetu hawa wa sasa, sidhani kweli kama hivyo vigezo wanavyo. Kuwa makini, fuatilia darasa hizi Jamaatul Khair TV online, utapata faida kubwa. Subscribe sana sana sana, wewe na familia yako, naamini hautajutia kusubscribe Jamaatul Khair Dua Center. Jamaatul Khair ndio Sheikh Yusuf wa Diwani. Sheikh Yusuf wa Diwani, twende katika vigezo hivi. Tunasema pia ta'biru ru'ya biziyadati wan nuqsan. Lakini kadhalika mufassiri wa ndoto inatakiwa awe anajua kuna kitu kinachoitwa ziada katika ndoto au upungufu katika ndoto. Yani katika ndoto kuna baadhi ya mtu akija akikuhadithia, mimi nimeota kadha kadha kadha, akaishia hapo, basi lazima uwe na maarifa ya kujua kanuni ya ndoto. Ikisimuliwa kwa namna hii, kuna mwendelezo wake. Hapa ilikuwa kadha 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 kadha. Au kadhalika mtu anaweza kusimulia kwa urefu, kamwambia huko kote hakuna haja, kwenye maana ni mahala hapa. Ndio tunasema ta'biru ru'ya biziyadati wan nuqsan. Kuna mtu awe na maarifa ya kuitafsiri ndoto kutokana, ima pale aliposimulia hapajatosha, panataka ziada, au pale aliposimulia amesimulia kwa urefu, lakini kumbe pointi na kinachokusudiwa ni kijisehemu kidogo sana katika ndoto hiyo. Haya ni katika mambo ambayo yanahitaji kwa muabbir au mufassirul ahlam, anayefasiri ndoto awe katika mazingira kama haya. Lakini kadhalika kuna ta'biru ru'ya bil awqat au bil waqti. Kuna kuifasiri anapoota mtu mchana, zinakuwa na nguvu na tafsiri iliyo madhubuti kuliko mtu anapoota usiku. Hili pia ni sana. Ndoto za mchana ni muda gani na ni wakati gani zinakuwa na nguvu na zina ukweli zaidi kuliko ndoto za mtu anapoota usiku? Hili ni sala ambalo pia linatakiwa. Ndio maana tunasema katika masala ya ndoto ni darsa maalumu, ni fani maalumu ambayo inatakiwa watu wakae chini wasomee hii fani, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah. Naam. Hivi kila ndoto ina tafsiri? Kuna baadhi ya ndoto hazina tafsiri, tutakuja kuona hapo. Mtihani unaokuja, baadhi ya wafasiri wetu, kila ndoto ukipeleka kwake ina tafsiri. Ndio shida iko hapo. Wakati alafu hapo Abu Dardai napata elimu moja, Sheikh Yusuf Waliwadi. Kuna kitu kipo hapo. Kuna watu wengine wanakuambia ndoto ya mchana ni ndoto za alinacha. Yani ni ndoto ambazo hazina mpango, ni ndoto za hazina maana. Ila ndoto ya ukweli ni ndoto ya usiku tu. Ndoto ya mchana hiyo. Yani ndoto ya mchana kwa baadhi ya watu wanaona kwamba ni ndoto ambayo haina maana. Kwa hiyo hata hao mufasirina wetu, wafasiri wetu wa ndoto, na hivyo na wao wamejengeka kipo hivyo kwamba hiyo umeota saa ngapi? Nilikuwa nimelala baada ya dhuhuri. Anambia hamna lolote hiyo, ungeota saa 8 ya usiku, saa 9 hii ingekuwa ni hivi ila sasa hapo ndio wanaanza kupita katika njia zile. Tuendelee Sheikh wetu. Lakini tunasema katika dondoo kuna vitu vinavyoitwa asnaful ilmi litaalam ta'bir ar-ru'ya. Hii ndio ambayo nitataka kuieleza leo. Kwa maana aina za ilmu ambayo zitakazokufanya kujua nani anafaa kutafsiri ndoto. Yani akiwa nazo ilmu hizo, unajua fulani anafaa kuwa mufasiri wa ndoto kwa sababu hizo ilmu anazo katika hali za aina kadha. Halafu ni jambo jepesi sana kumpima mtu, kumjua kama anazo kweli ilmu hizo au hana. Ni jambo jepesi mno. Nitatoa hapa maelekezo ya kila mmoja aweze kulipima hilo na atapata kubaini katika masala mazuri biidhnillah. Lengo la msingi tunataka twende tukakufundisha ewe ndugu yangu, namna gani utakuwa na uwezo wa kutafsiri ndoto zako wewe mwenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna maarifa sidqi wa kidhbi ru'ya. Pia tutatoa maarifa, lazima anayetafsiri awe anajua maarifa ya ndoto gani ya kweli na ndoto gani ya uongo. Lazima ijulikane hivi. Sio kila ndoto ni kweli na wala sio kila ndoto ni uongo. Sasa lazima uwe na maarifa ya kujua ni mazingira gani ukiota ndoto basi hiyo ni uongo, ni mazingira gani ukiota ndoto hiyo ni ukweli. Sasa haya ni maarifa
lazima mufassiri awe hivyo, sio tu ile bana mimi nimeota ninakimbizwa, tayari shetani huyo, tena shetani subiani huyo kakupata. Isiwe hivyo, makata wa makatani huyo, hatari sana. Sasa hii ni shida katika hali za namna hiyo. Lakini wakati ru'ya, pia wakati wa ndoto yenyewe ni muhimu kujua at-tathbit wal fahsu qabla tafsiri ru'ya, lakini kadhalika kuipa muda ndoto baada ya kusimuliwa, lakini kadhalika vivile kuichunguza na kuitafiti ndoto baada ya kusimuliwa kabla tafsiri ar-ru'ya, kabla ya kuanza kutoa tafsiri. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanaofahamu maarifa ya tafsiri ya ndoto, hawezi ukampigia simu au ukamtumia message alafu kadhalika akakwambia tuma 5,000 au 10,000 alafu ndoto akaanza kutafsiri wakati huo. Haiwezekani. Ni lazima aipe muda hiyo ndoto ya kuitafiti, aipe muda hiyo ndoto ya kuifikiria na kuipekua katika vigezo ambavyo nitakuja kuvieleza hapa biidhnillah, ndipo mambo yanaweza kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillahil karim. Sasa hizi Sheikh Yusuf, unapiga simu na unatafsiriwa hapo hapo. Sasa hii ni hatari. Nakumbuka Sheikh Yusuf Diwani, na naamini utakumbuka na wewe, kwa mwalimu wetu Sheikh Mtoro, maneno yake ya hikma sana, Sheikh wetu kipenzi huyu anasema siku hizi watu ndoto wanatafsiri kwa 2,000 tu. Yani 2,000 tu. Mtu anatafsiri ndoto 5,000 tu, mtu anatafsiri ndoto. Hapo ndoto hiyo hapo kwa hapo tayari. Ndoto ni kitu kikubwa ndugu zangu. Tuendelee Sheikh Yusuf, sio kitu cha kufanyia mzaha wala mchezo, na wala ndoto isipelekwe kwa kila mtu. Ndio maana Mtume akakataza akasema, la takusu ru'ya illa ala alimin au nasihin. Hata siku moja, ewe ndugu yangu, usije kuisimulia ndoto yako kwa sababu tu kuna mtu umemwona YouTube, kwa sababu kuna mtu ukaanza kusimulia ndoto yako. Mtume anasema illa ala alimin, isipokuwa isimulie ndoto kwa mwenye vigezo na ilmu hiyo, au nasihin, au mwenye kutoa nasaha. Huyo ndio unaweza kumsimulia ndoto yako, kwa sababu unaweza kumsimulia mtu asio na maarifa, wallahi akakudhuru kwa ndoto yako na ikakudhuru. Tumeona maneno tu atakayoyasema yanaweza kuwa madhara kwako katika mazingira kama. Sasa twende litaalam ilma ru'ya at-ta'bir, yajibu an ta'lama 3 asnaf min al-ilm. Ili kadhalika uwe ni mtu ambaye una uwezo mzuri wa kutafsiri ndoto na uzitafsiri katika ukweli na uhalisia wake, ni lazima uwe na ilmu za aina 3. Ni lazima uwe na ilmu za aina 3. Cha kwanza kabisa, hifdhul usuli wa wujuhiha. Lazima uwe ni mtu ambaye ulohifadhi katika ilmu al-usul, ilmu al-fiqhi, kwa maana ilmu ya sheria na zile ujuhi zake, kwa maana aina zake, migawanyiko yake. Lazima mtu awe na ilmu ya usul, awe anajua sheria inasemaje katika mfano huu, sheria inasemaje katika ndoto hii, sheria inasemaje katika maneno haya. Lazima awe kwanza anajua katika hali za namna hiyo. Wa ikhtilafiha, na ajue ikhtilafu zake, kwa maana hicho kitu wameikhtilafiana wanavyoni wangapi na kila mwanachuoni amesemaje katika jambo hilo. Lazima kwanza mtu anayetaka kutafsiri ndoto awe na ilmu al-usul, awe na ilmu katika mazingira kama hayo. Wa waktiha, na ajue wakati gani ambao ulikuwa muafaka wa kutafsiri ndoto. Sio kila muda. Saa 5 asubuhi kapigiwa simu anatoa tafsiri kwenye simu. Saa 12 jioni kapigiwa simu anatoa tafsiri kwenye simu. Saa 2 usiku lazima ajue ni wakati gani maalumu wa kutoa tafsiri ya ndoto biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa sahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa Mtume wanaposali salatu subhi, baada tu ya salatu subhi ndio ulikuwa muda muafaka wa bwana Mtume Muhammad na sahaba wake, kila mmoja anasimulia ndoto aliyoota. Basi bwana Mtume anawafasiria sahaba zake wakati kabla jua halijachomoza. Na kuna vigezo baada ya jua kuchomoza mpaka muda gani ndoto zinatafsiriwa na zinakuwa kweli katika hali za aina kadha. Lakini kuna baadhi ya nyakati unatafsiri upuuzi mtupu, yani ni uozo. Tunaweza kusema hivyo katika hali za namna hiyo. Kwa lazima mtu ajue wakati wa kufasiri ndoto wa dhufiha, na ni wakati gani ndoto inakuwa dhaifu. Lazima tujue. Lakini kadhalika tena udhaifu wenyewe fil khairi au fi sharri, katika khairi au shari. Maana kuna wakati ndoto inaweza kukwambia, mtu akaota ikakwambia wewe una shari,
lakini shari yako inadhoofu, kwa maana inaondoka. Au wewe una kheri lakini kheri yako inakwenda inapungua siku baada ya siku. Kuna nyakati maalum. Yani hizi darsa ni wewe kufuatilia tu katika channel yetu hii, utapata ilmu kubwa sana biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwani litarifa wazna kalami tawil, ili upate kujua mizani ya maneno ya anayetafsiri ndoto. Lazima ujue mizani ya maneno yake, maneno yamekaa katika hali ya aina gani. Wa wazna al-usuli fil khifat wal rajhan, na upate mizani ya ilmu ya usul katika wepesi wa ndoto hiyo au nguvu ya ndoto hiyo. Lazima kwa hiyo kule katika usul, ndio maana tunasema mtu anapokutafsiria ndoto mwambie shekhe, umepita njia gani? Nakwambia nimepita njia fulani. Je, kuna ibara yoyote utakayonitilia nguvu katika tafsiri yangu? Ndiyo, lipe ibara. Anakupa ibara, unasema alhamdulillah, kweli wewe ni mfasiri sahihi wa ndoto. Lakini nipe ibara, unajua kama utaki kuamini basi bwana, sio lazima. Hapo shekhe umeumia katika mazingira kama haya. Biidhnillah Allah atajalia kila la khair. Allahumma amin. Sharti la pili au jambo la pili, taalifu al-usuli ba'dha ila ba'd. Vile vile inatakiwa ujue taalifu al-usuli ba'dha ila ba'd hatta tukhallisa kalaman sahiha. Lazima ujue wale waalif, watunzi wa usuli zile, usulul fiqh, baadhi yake kwa baadhi yake, ili upate kujua maneno yaliyo sahihi na yaliyo fasaha ala jawhar usuli at-tawili, ukiyapeleka katika jawhari, katika maadini bora ya maneno ya njia sahihi za ufasiri wa ndoto za huyu mwanadamu. Lazima ujue, je, hapa na tafsiri katika kitabu cha usul labda al-Wajiz kilichoandikwa na bwana mkubwa Az-Zarqani katika hali za namna hiyo. Kwa ukishaenda katika mazingira kama hayo, unaweza kuwa mfasiri ulio sahihi wa ndoto kwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika quwwatiha wa dhu'fiha, na ujue nguvu yake au udhaifu wake. Je, huyu mtunzi nguvu yake katika ilmu ikoje na udhaifu wake katika ilmu upoje? Lazima haya pia yote uyajue. Watatruh minha al-adghaf, alafu unazitupilia mbali ndoto zinazoitwa al-adghaf. Al-adghaf ni baadhi ya ndoto ambazo hazina tafsiri, ndo zile alikuwa anasema al-akhi Sheikh Abu Bakari hapa. Aywa, ni ndoto ambazo hazina tafsiri. Hazina tafsiri. Kuna mtu mmoja katika sahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuota ya kwamba kichwa chake kimekatika. Alafu mwili wake ndio unakimbiza kile kichwa, kiko mbele kinakimbia, mwili unakimbiza kile kichwa. Yule bwana alipokuja kumhadithia bwana mtume, mtume akasema, wewe fulani wewe, hivi uoni haya, uoni aibu? Unakuja kusimulia upumbavu huu ambao shetani amefikia na kuchezea kwa kiwango hicho, unakuja kuhadithia upuuzi huu? Mtume akutafsiri hiyo ndoto, akamwambia tu ni upumbavu kabisa, upuuzi wa hali ya juu. Yani kichwa chako kimekatika, alafu wewe ndio unakimbiza kile kichwa chenye kinakukimbia. Yani shetani amefikia hatua ya kuchezea kwa kiwango hicho. Basi mtume akaitupilia mbali. Ndio tunasema na kuitupilia mbali, watatarruh minha al-adghaf, na kuitupilia mbali ndoto zinazoitwa al-adghaf. Ndio hizo ndoto za kipuuzi kiasi hicho, hazina tafsiri. Sasa kuna baadhi ya watu kila ndoto ina tafsiri. Ina tafsiri yake hiyo kama ulioitoa hapa Sheikh. Aiwa. Tafsiri kubwa sana hiyo. Kwa hiyo kama angeota yeye kakatwa kichwa, subhanallah, tafsiri kubwa sana hiyo. Hiyo tafsiri Sheikh hapa haipo. Ni mtihani. Ni mtihani mkubwa, kwa sababu mtu anakatika kichwa alafu kile kichwa yeye anakimbiza. Sasa hata macho kukimbizia kile kichwa, maana yake alitakiwa yapo kwenye kichwa chake ambacho yeye kichwa kimekatika. Unaonaje hicho kichwa anakikimbiza? Kwa hiyo hii mifano Sheikh, wallahi mpenzi mtazamaji, huyu ndio Sheikh Yusuf wa Diwani. Wanamsoma vizuri sana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunasema watamani, au mtu inawezekana akawa katika hali ya kutamani. Mfano kama mtu ambaye wale ambao wanasema kwamba mtu ana jini mahaba. Kuna mtu mwingine inawezekana akawa amemtamani mtu, labda mwanamume amemtamani mwanamke fulani. Ikawa lile wazo linapita sana katika nafsi yake. Anapokwenda kulala anaota anafanya naye tendo la ndoa. Wakati mwingine sasa nenda kwa wafasiri wetu, bana mimi nalala naota kwamba nafanya tendo la ndoa, shetani mahaba huyo. Hii inakuwa ni hatari. Kumbe kuna kitu kinachoitwa tamani, kwamba huyu mtu ameliweka lile jambo katika nafsi yake. Na mtume akasema ndoto zimegawanyika katika sehemu
tatu. Sehemu ya kwanza akasema faruya, kuna ndoto bushra min Allah, ni bishara inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema sehemu ya pili ni ndoto inayotokana na shetani, na sehemu ya tatu ni ndoto ambayo ya jambo ambalo mtu analiweka katika nafsi yake, matokeo yake anapokwenda kulala lile jambo analiota katika usingizi wake. Kwa hiyo ndio tunachoita at-tamanni wal ahzan, au mtu kaweka huzuni mkali mno kiasi ambacho mpaka akilala anaota yule ambaye anayemhuzunikia, anamwota amekufa, anamwota anazikwa, anamwota. Sasa katika mazingira kama haya, hivi ni katika vitu tunavyoita al-adghaf, havina haja ya kutafsiri. Ni yeye mwenyewe huyu mtu ameliweka jambo ndio analiona katika hali yake. Sasa kwa baadhi ya wafasiri wetu hii kitu hakuna. Yeye akiota kwamba amemwotea mtu fulani anazikwa, ameoshwa, subhanallah, tayari yeye kwake kaishapata ya kupata hela kwa mtu huyo. Sasa ni hatari sana katika mazingira kama haya. Lakini walati mina shaitan, na lazima mtu awe na maarifa ya kujua ni ndoto gani ambazo kwazo ndoto hizo zina ishara na dalili ya uwepo wa shetani. Lazima ajue katika mazingira kama haya. Sehemu ya tatu tunasema shiddat fahsika wa tathabbut min almas'ala hatta ta'rifaha haqqa ma'rifati. Yanasema ni vizuri sana 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 mtu apekue, akague, atazame na atafiti katika masala mazima ya hiyo ndoto. Lazima ukague, utafiti katika masala mazima ya hiyo ndoto, hata taarifaha, mpaka uweze kuijua hiyo ndoto. Sio hapo kwa hapo tayari ushapata majibu. Haqqa ma'rifatiha, ukweli wa kujua. Watastadillu min siwa al-usuli bi kalami sahibi ar-ru'ya, lakini kadhalika vile vile unaweza kupata dalili zilizokuwa bora siwa al-usul, nje ya usuli, bi kalami sahibi ar-ru'ya, kutokana na maneno ya mtu aliyeota, kutokana na maneno ya mtu aliyeota. Lakini haya njia hii, sasikiliza ulama wanavyosema. Anasema wadhalika min ashaddi ilmi ta'wili ru'ya kama yazumun. Anasema na hiyo ndoto ya kupata stadili kutokana na maneno ya mtu aliota ni katika njia ngumu sana miongoni mwa njia za tafsiri ya ndoto. Kama yazumun, kama wanavyodai na wanavyosema wataalamu na ulama. Wanasema njia ya kufata maneno tu ya yule aliota ni ngumu sana hiyo njia, na ni njia ambayo si nyepesi. Yani kwa mtu tu hivi tu kukwambia tu, kukuhadithia tu kwa maneno yake, nimeota wewe ukatafsiri hapo ni kitu kigumu sana. Kwa lazima upate muda wa kutosha ili kutafiti, ndipo unaweza kupata tafsiri iliyo sahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunasema wa illa fal-iqtida'u bil anbiya'i war rusul, na kama si hivyo ni vizuri mno ewe ndugu yangu kufata bil anbiya'i war rusul, kufata namna walivyofasiri manabii na namna walivyofasiri mitume, wal hukama, na namna walivyofasiri ashabul hukama. Fi dhalika aqrab ila sawab, kwa sababu hiki ni katika jambo ambalo lipo karibu mno katika suala zima la kupatia ndoto ya yule ambaye wewe unakwenda kumfasiria katika hali za namna hiyo. Sema inshallah fafaham turshid, na kwambia ewe ndugu yangu, fahamu haya, utapata mwongozo utakaokufanya wewe biidhnillah kufikia katika malengo yaliokuwa bora kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Shukrani sana sana Sheikh Yusuf wa Diwani. Na mpenzi mtazamaji, ndio Gogol Bahari, Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgaya ndio anamaliza hivyo. Fuata haya, utapata mwongozo mzuri kabisa wa kujua ndoto yako jinsi namna inavyokuwa. Ametupia mifano mingi sana iliyokuwa ndani ya Qur'ani kwa maswahaba, tabi'ina, na akaleta katika sisi katika zama zetu za sasa. Vipi mfasiri wa ndoto anatakiwa uwe? Wewe unataka kutafsiri ndoto za watu, wewe unataka kutafsiri ndoto zako, endelea kufuatilia darasa hizi bado. Yani hapa ndio kwanza anaanza Sheikh Yusuf wa Diwani. Usikose nafasi au sehemu ya 4. Hii ni sehemu ya 3. Kumbuka, kama ulikosa sehemu ya kwanza na ya pili, ingia YouTube
Jamaatul Khairi, tafuta sehemu ya kwanza na ya pili utaipata, unganisha ina ya 3 na ya 4 inakuja. Kikubwa usikose kusubscribe channel yetu ya Jamaatul Khairi TV online, ukutane na Google Bahar Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Mgae. Leo sisi hatuna la ziada, tulikuwa naye sambamba Sheikh Abu Bakar, mimi napenda kumuita Abu Dardai, Abu Bakar Khaufi, naye mwenyewe Google Bahar Ibn Taymiyyah Sheikh Yusuf Mshindo Diwani. Mimi ni mwongozaji na mtangazaji wako wa Jamaatul Khairi Sheikh Yusuf na Makate, na kualika toleo la 4 usikose, mambo makubwa yanakuja. Na si hapa tu, tutakuja kwenye matibabu ili ujue mtabibu wa haki, mtabibu wa kweli yuko vipi. Watu wanafanya dua, kila dua mfanyaji dua anatakiwa awe vipi. Kila kitu kina elimu yake, kila kitu kina mpangilio wake. Leo tuishia hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.